Sifa na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. I salute you in the Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. I'm happy this morning because of what the Lord has done to us. He has given us a gift of life. He has given us an opportunity to serve Him. Hallelujah. So we are not here by coincidence, neither are we here by any accident, but we are here for a purpose of God. Hallelujah. Amen. So tell your neighbor, you are in the right place. Bwana Yesu apewe sifa. How many think that they are in the right place? How many think that they are in the right place? Amen. Are we in the right place? Yes. I think there is something that is not understood. How we praise, how we sing. May God help us. Amen. You have in the right place, you have to rejoice and serve the Lord brilliantly because you know whom you are serving. If people who wait for the politicians and the great men of this country, so that they may give them something, maybe a few added shillings, they can make noise and they lift up their hands the way they want. But when we come to the King of Kings and the Lord of the Lords, the Lord of our salvation, how are we supposed to do it? Tunavaa kufanya aje? Can we shout to the Lord and say glory to Elohim? Oh my God. Can somebody say glory to Elohim? Hallelujah. So let us have a seat in the presence of God. There is much to learn this morning. And I'm happy because when we gather together for a purpose. Even the Bible talks about the children of Jacob and the children of Israel. And the Bible says that God will never gather the children of Israel in vain. Whenever God gathered the children of Israel, there was purpose, there was a reason, and He blessed them. Aliwabariki, maana aliwakusanya kwa kusudi. Kwa hivyo this morning, the Lord has brought you in this church that you may be happy, that you may be uplifted according to His word. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Leo tunaenda kuangalia a new topic inasema Mashan, the act of Balaam. Yani lazima tushinde matendo ya Balaamu. Bwana asifiwe sana. You know, Balaam is a nation prophet of Israel. And in one way and another, he was misread. God either used him in his time. And that time when people consulted Balaam, it was like consulting the altar of the Adonai. It was like they were contacting the oracle of heaven. Because whatever Balaam could speak, then it was final. Sema amina. But I pray that in our time, let there be men of God, let there be apostles, pastors, and all those great men of God who can speak a word, and that word is followed by actions. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. So tunaenda kuona, we must shun from the act, some of the act that Balaam did, na ambayo ilimfanya akaanguka below the purpose of God. Maana watu wanza vizuri sana. Hata in this church I may say, kama wewe uliyookolewa ukaingia kwa Mungu, you began very well, but along the way watu wanapotea njia, watu wanaenda against the one who called them. Many people speak about against who called them. So Balaam began very well as a prophet of the Adonai, as the prophet who spoke in the oracle of the Most High God. He was the voice of God, but one day he was misread because of the false gain. He was misread because of the appetite of money. And I thank God that I speak this one in just a time like this. Many people are born again, but in these seasons operated, you find that many people you fall below the standard because of the personal gain and because of the false gain that they want from their leaders. Let me tell you one thing. You should not devour yourself because of a bread of one day. There is God who has protected you and who has given you whatever you want throughout the 5 years. Do
hurt yourself because of small things. Say hallelujah. Can somebody say hallelujah? So there are people who are saying they are coming. Even some of the politicians are saying, please, when they bring money, take money and eat. Don't just go and eat money. You don't know that money where it is coming from. You know, sometimes there is a lot of things happening in the country. For instance, you can see there was a very major accident that happened on the way to Mwingi, just down there in the interior part. And you see, that bus killed many people. Almost 23 people. I don't know, it's 23 or it's more. But brethren, we need to be careful. Tell your neighbor, be careful. Not all things that greet us are gold. Take care of yourself. And one day, Balaam found himself at the wanting side because of the same problem. Say, Amina. If you are righteous servant of God, if you are purified servant of God, if you are truly a servant of God, can you stand firm in the times of need and in the times of fury? Hallelujah. And I remember the words of Apostle Paul saying, I have taught myself, I have instructed my heart always to be contented when it is the right time and when it is not the right time. Say amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Be contented, brethren, with what God has given unto you. Teach yourself to be contented. Jifundishe kuridhika. Oh my God. I'm saying, jifundishe kuridhika. Hallelujah. Be contented. Don't just rush to things that you take into problem. Hallelujah. Can somebody read for us in the book of 1 Peter? The book of 1 Peter chapter 2 verses 15 and 16. Somebody read for us, please. In the name of Jesus. Ningetaka ujiangalie sana. Usipotee. Usipotee kwa sababu ya tamaa. Kwa sababu ya mambo yaliyoko dunia hii. Dunia hii na vyote vijavyo ni mali ya Mungu. Wait upon God. In your appointed time, God will visit you. I can't hear amen. In the appointed time, God will visit your life. Hallelujah. I don't think the 50 shillings and 100 shillings and 500 shillings that is issued by the politician, you make your life better. I don't think. It is God who can better your life. Say amen. Can somebody read for us, Pastor Maina? Very quickly. 2 Peter chapter 2 verses 15. It is second, not first, please. I'm sorry. 2 Peter chapter 2 verses 15 and 16. Somebody read for us very fast. Wakiacha njia iliyonyoka, wakapotea, wakifuata njia ya Balaamu. Wakiacha njia iliyonyooka, wakapita katika njia ya Balaamu, mwana wa Behori, aliyependa ujira wa udhalimu. Lakini alikaribiwa kwa uharifu wake mwenyewe. Lakini alikaribiwa, yani alikemewa katika uovu wake mwenyewe. Punda asiyeweza kusema, akanena kwa sauti ya kibinadamu. That's all. Bwana asifiwe sana. Maandiko inasema ya kwamba tuwe very careful, tusiwe kama Balaamu mwana wa Beori ambaye aliweza kuuza his sanctity because of a food, because of a money, kwa sababu ya ujira wa uovu. Maana maandiko inasema hata alipotenda kitu kama hiyo alikaribiwa, yani alikemewa na punda asiyoweza kunena, akanena kwa kinywa cha mwanadamu, akaweza kukemea wenda wazimu wa Balaamu. Bwana asifiwe sana. You know, the Bible talks about the madness of Balaamu. Bwana asifiwe sana. Kumbe watumishi wa Mungu akianza kuondokea njia ile Mungu aliwaitia, they become man. They are man of money. They are man of wealth. They are man of position. They can sell their testimony because of money and wealth. And the Bible says this kind of a man, Balaam, was also contracted by the king of Zebul, called Balak, that he may take the salary, that he may take a
a witch of a witch doctor, and that he may manipulate the judgment of God and be cast the children of Israel. Brethren, time has come. We must be very careful. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Usiwe na tamaa imevita kawaida mpaka Biblia inaita a madman. Yani Balaam behaved like a madman. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. So tunaenda kuangalia mambo matatu katika mambo hayo ya kuvutisha kwa Balaam. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Sasa naomba uniwekee ile kepo kwa simu. In the name of Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Nasema hallelujah. So we are going to see, tunaenda kuangalia mambo matatu. Jambo la kwanza ni the way of Balaam. Hallelujah. The way of Balaam. Tunaangalia hiyo kwanza. The way of Balaam. Njia ya Balaam. Hallelujah. Amen. Now we see in the way of Balaam, the love of the wages of unrighteousness for a service. Njia ya Balaam ni kwamba kila wakati akihudumu alikuwa ameingiwa na jambo linaitwa kuwa na kupenda fedha ili aweze kuhudumia watu. Unrighteous gain. Yani anapata mapato yasiyo ya kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. For him to serve, he had to take the wage of the evil people. Hallelujah. Hiyo ndio ilikuwa njia yake. Another thing, he received a gift from Barak. Alipokea zawadi kutoka kwa Baraki. Baraki alikuwa mfalme wa Zibo ambaye alikuwa na shida. Aliposikia wana wa Israeli wameachiliwa Misri, alipatwa na shida. Maana mahali popote wa Israeli walikanyanga, walivunja miungu, waliangusha miji upside down. Na Baraki akaogopa na akatafuta mtu ambaye alikuwa ni mtu wa Mungu, akamnunua na pesa, ndiposa akapate kulaani wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatangaza in the name of Jesus, hata kama ni Balaamu wangapi wamenunuliwa kwa mshahara wa uganga ili wewe ukaangamizwe, that the witch of the witch doctor, it will never cause your destruction, it will never cause your trouble in the mighty name of Jesus. Maana maandiko inasema Mungu alitumia punda akakemea wenda wazimu wa Balaamu. Maana Mungu anasema ya kwamba katika Numbers 23 and verses 19 ya kwamba Mungu sio mwanadamu ya kwamba adanganye, na wala sio mwana wa Adamu ya kwamba anaghairi dhambi. Maandiko inasema hakuna uchawi juu ya Israeli. Sema no witchcraft upon my life. Hakuna uchawi juu ya Israeli na hakuna uganga juu ya nyumba ya Yakobo. Akasema kuna sauti ya mfalme inaoguruma katikati yao. There is the voice of the King of Kings in their midst. Even if the Balaams are bribed by the witch doctor, that they may utter a curse, but Elohim will not allow. Sema will not allow. Elohim awayawe hata ruhusu ile roho ya uganga ikapiga maisha yako. Sema amina. Am I talking to naongea na mtu mwingine? Unaona vile watu wanakaa kama you are not the one we are talking to. Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. What is happening to the church of nowadays? My brother, you came in the church so that Mungu will visit your life. It is upon you. You look up where your help coming from. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. So the Bible says the way of Balaam is to collect evil gains and righteous gain from the people that he may destroy the testimony. Kuna watu walibu ushuhuda kwa sababu ya mapato yasiyo ya ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona pale katika Numbers 22 7 to 17 and then to 37. Andika hiyo, utaandika hiyo, hatutasoma lakini utaandika. Maandiko inatuambia Baraki alituma wazee wa Midiani wakiwa wamepepa the wage of the witch doctor,
wakiwa wamepepa mshahara wa mchawi. Wapendwa wa Mungu, nataka uelewe hivi, this money ama that kind of vision money ambayo inakuja kundashiwa kwenu as we approach the next year ama before the next year, it's not just a money, but it's a money that has been passed through the witch doctor, so that when it comes to your hand, it's going to corrupt your mind and think of a false person and think of a person who is not right. A man is not of integrity that you may choose him to be a leader. Sema nimekataa kununuliwa. Sema amina. You cannot be bought of money because of a simple thing. Believe in your God. And that is one day, I remember the words of Jehoshaphat when Israel was in a danger, when Israel were in a crossroad. And the Bible says they needed a prophet who could speak a word that could shape their destiny. And that day God used the mouth of Jehoshaphat and he said, listen to me, you Judah and Israel, believe in God and thou shalt be established, and believe also in his prophet and thou shalt prosper. Somebody say amen. So in the time walikuwa wamefika mwisho, wakawa wanaona maadui they are advancing mali walipo, Mungu akatumia kinywa cha Jehoshaphat akamwambia ambie Israeli na Juda wamwamini Mungu watadhibitika, na waamini neno la manabii nao watafaulu. Sema amina. Sema this season I believe the word of the prophet. Hallelujah. Can somebody say that? Say this year I believe the word of my prophet in the name of Jesus. You know, many of our time we have a problem because the church in Kenya, sometimes they don't believe in their prophet. They believe in their politician more than now they believe in their prophet. But Joseph told the people of Israel that the time has come. You have to believe in your prophet and thou shalt prosper. Say amen. How many people believes in their prophet? Hallelujah. And if you believe in your prophet, you are going to prosper in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. In Kenya there is a problem. Have you never known? Have you ever known? Have you not heard? In Kenya, they value their politician more than their prophet. They hear them and obey them more than hearing the voice of God. Have you not heard? If you have not heard it today, you have heard it. Hallelujah. But Joseph of that day spoke to the children of Israel and the Judah, and he told them, believe in God, and thou shalt be established, and believe in his prophet, and thou shalt prosper. Now, you see, in the time that Balaam was a prophet in Israel, the Bible says, whosoever consulted a counsel from Balaam, it was like consulting the oracle of the Adonai. Ilikuwa ni kama anaongea na Mungu uso kwa uso. Kuongea na Balaam, jambo angekuambia, it was just the truth and the truth. Sema amina. Praise the Lord Jesus. But you see, when the enemy see that you have become a threat and a danger, they look for a way what to do. They pour money to destroy your destiny. They pour money in order to ruin what God has purposed and deposited in your life. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. He was rebuked of his iniquity. The dumb ass speaking with a voice of a human being. Bwana Yesu asifiwe sana. And rebuke his madness. Bwana asifiwe sana. Punda asiyenena alinena akakemea wenda wazimu wa Balaam. So wapendwa, most of the time, wakati you fail to listen to your prophet who is sent by God for you, and you start listening to those people who are not your prophet, the Bible says, wewe unaingiwa na wazimu. Kuna wazimu inakuingia. Sema amina. Bwana asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Na hata watu wengi wako kwa hiyo wazimu. Unakuta ya kwamba people trust their neighbors, people trust the foreigners more than how they trust their prophet. Bwana asifiwe sana. Hallelujah.
Hallelujah. People can consult to the false doctor. People can consult from the false prophet instead of depending upon the voice of God that is from their prophet. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. It's not once we have had. Kuna nabii anaona kuona na bale na wanaenda kuangaliliwa, na kikuangalilia ataponya hiyo shida yako. Anakuangalilia tu, anakuambia ni fulani tu anakuroga na ako pale nje ya nyumba, ni majini alikuchukulia. Just umeambiwa hivyo, wewe hakuna kitu kingine amefanya, hata hajaondoa. Sema amina. Praise the Lord. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku moja niliangalia one of the TV, nabii mmoja alikuwa anaongea na alikuwa questionable, alikuwa na live questionable. Na siku moja akaambiwa akiwa anaombea watu deliverance, mama moja akasimama akamwambia, "Pastor, mimi ninapigwa sana pale usiku nikilala, na nikitoka hata mwili wangu na kupigwa na magonjwa na nini, mambo mateso akanena yote." Adiyo prophet akamwambia, "Nitaongea na wao." Kwani yeye ndiye aliwatuma? Utaongea na watu gani? Utaongea na mapepo haya? Nitaongea na wao. Ongea nao. There is no time we are going to have an agreement with evil spirits and demons. Then nitaongea na wao. Unaongea nao ufanye nini? You have to cast them out. You have to destroy them so that the people of God may live their life. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. The other point we are going to talk is about the era of Balaam. The era. We are living in the time of evil, the time of error. Uovu wa Balaam. Alifanya nini? Tunaona ya kwamba he forsake the way, he forsake the right way. Mali uovu ulimuingilia, akakamatwa na Balak katika kufanya mabaya. Aliacha njia nyovu ya Mungu na akaanza kufuata njia za watu. Bwana asifiwe sana. Another thing, he was always going astray. Bwana asifiwe sana. Yeye alikuwa anaenda against, anaenda astray, anapotea njia ya Mungu. Na kuna watu wako na hiyo roho ya Balaam. Kila wakati huyo mtu anapotea njia ya Mungu. Unakuja ya kwamba wewe kwa njia ya Mungu amini, wewe kwa njia ya Mungu utembelei, wewe kwa njia ya Mungu hauonekani. Mpaka Daudi akasema siku moja in the book of Psalm chapter 1, "Blessed is a man who walks in the ways of God. Blessed is a man who stands not in the seat of scoffers. Blessed is a man who never go in the ways of sinners, but he delights himself in the ways of God." So say amen. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Blessed is a man who always go right, he never go astray. Sema amina. Muuliza mwenzako, who is your counsel? Unasikizanga yani ushauri wako kwa nani? Nani ukushauri? Daudi akasema, "Blessed is that man, is that woman who walks not in the ways of ungodly, never sit in the seat of scoffers, and never walk in the path of sinners." Sema amina. Because when you walk in those paths, they will mislead you, they will lead you astray. Sema amina. Uliza mwenzako mwenye unatembea naye, anakupelekanga vizuri ama anakulinda astray? Muulize, just ask your name. Whoever you listen to, anakulinda vizuri ama anakumislead? Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Another thing, by accepting the wage of unrighteous, by giving a secret of how God can curse Israel. Imagine nabii wa Mungu anayetegemewa na Mungu, kile Balaamu alifanya, anaenda kushauri mtu muovu kama Balaki ya kwamba vile atafanya jambo moja la uovu lifanye Israeli Mungu awalaani. Yani is a culture of unrighteousness. Anaweza coach mtu mwingine kutenda dhambi ili Mungu amkatae. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na hiyo inatendeka hata kwa church. Ni vile mjui. Unakuta ya kwamba kuna mtu wako kanisani na akikutana na wale members wengine wa kanisani, kile anawaambia evil things about their pastor, about their prophet. Evil things against the man who served them. Akiacho kidogo na wale watu, hata waambia kitu cha kujenga, waambia unaonanga. They coach the people evil things about their ministers. Bwana asifiwe sana.
Na watu wengi wameanguka mikononi mwa Balaam. Mtu ambaye ana roho ya kuelezea adui weakness ya mtu fulani ili agongwe. Bwana asifiwe sana. Karibuni nitahubiri ujumbe mwingine unasema wanaofanya dhambi juu yako ama juu ya agano ili uangushe amri. Kuna watu ufanyanga jambo mbaya inakubidi hata wewe unaangusha amri. Ulikuwa mtakatifu unasema hata nimetakasika nini, wacha ikae. Kwa sababu ya maneno umeambiwa na watu. They are those kind of people. They are like Balaam. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Unalipwa usaliti. They are being paid so that they may betray the altar. They may betray the servants of God. Wameingiliwa na roho ya Balaam imewasumbua. Wanalipwa pesa ili waharibu mpango wa Mungu ulioko juu ya watu wa Mungu. Ujaikuta mtu mwingine hapa, Shetani ameingia tu kwa moyo wake. Anaanza kuongea evil against other people. Tumeona hiyo mambo ikitendeka. The spirit of Balaam is operating even now. Unakuta mtu amekuja church, ni mgeni. Unamwambia wewe ni mgeni, ni kuingia umeingia utujui. Hapa tumekaa miaka mingi, hapa hakuna kitu, hakuna kanisa. Na ni mgeni ameingia anaambiwa na mtu mwenyeji. That is the spirit of Balaam. Roho ya Balaam ishindwe katika jina la Yesu. Nasema roho ya Balaam ishindwe katika jina la Yesu. Ina mislead the ways of God. Praise the Lord Jesus. People never speak good of others. Bwana asifiwe sana. Duniani ya utakaa peke yako, utahitaji wengine. You need other people. You need them. Bwana asifiwe sana. Lakini roho ya Balaam inahakikishanga ya kwamba wale watu mngesaidiana na wao, hiyo roho ya Balaam imewavuruga na imeingia ikawasukuma mbali, unabakia peke yako. Hata siku ya shida yako, siku ya mshipa wako, hakuna mtu anaweza simama na wewe. Sema roho ya Balaam ishindwe. Sio ni kama unaikemea vizuri. Ni kama unaitaka sana. Kuna wengine wanaitaka. Wengine wanaitaka ukiza kitu kizao ishindwe kwa jina la Yesu. Unatumia mamlaka. Bwana asifiwe sana. Roho ya Balaam, nabii wa ukweli, amekubali kununuliwa. Amekubali kutenda uovu, auze watu wa Mungu angamiwe. The error of Balaam ni kulinda watu astray. Number 2 ni forsaking the ways of the right ways. Anaenda njia mbaya na kupokea mishahara ya uovu ili aweze kusaliti wengine. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hiyo roho ni roho mbaya na imekalia mpaka kanisa inawadhani. Wakati wa Balaam ilikuweko na saa hii iko. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hata Yesu akiongelesha kanisa moja katika kitabu cha Ufunuo, alisema na mtihadhari na roho ya Balaam na Nikorai. Roho ya Balaam na Nikorai ni watu wa kupokea vitu vichafu. Ni watu wa corruption. Ni watu wa corrupted kwa mambo yao. Ni watu wanafuata njia chafu. So mpaka kaneno katika Ufunuo kabla ya kwamba na waambie watu wao niko na shida nao, wameiendea njia ya Balaam na ya Wanikorai. Wanikorai ni watu gani? Wanikorai the time zile ni wale watu walikuwa wameharibu doctrine. Walikuwa wanasema kama ni mambo ya harusi, hawakutaka kufunganisha harusi. Wanasema sahani moja safi na ingine safi sikikaliana zipaki uchafu. So wana entertain immorality even in the church. Those who are spirit of Nicoratians. Bwana asifiwe sana. Sema roho ya Wanikorai ishindwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu aliona akiandikia kanisa moja. Sema muangalie sana. Ondokeni matendo ya Balaam. Anayelipwa mshahara wa uovu anatenda uovu. Imagine mtu wa Mungu alikuwa anatumika na roho na ukweli. Angeongea neno la unabii ni kama kukonsoti Mungu aliye mbinguni. Ni kama mtu ameenda kuita Mungu aliye hai. Lakini ananunuliwa, ana corrupt his ways. Hiyo roho ishindwe. Sema amina. I say praise the Lord. Hallelujah somebody. So alienda kaambia wana wa Israeli wafanye nini? Kile kitu walifanya ni kibaya. Ukiangalia Numbers chapter 31 verses 8 to 16. Utaweza kusoma hiyo maana muda wetu hatuna, lakini unaweza kutusomea kidogo. Unasikia alikuja akashauri Baraki aende ambie vijana wake. Unajua Mungu alikuwa amekaja Israeli kutoana na mataifa.
So alienda akaambia Balaam, fanya hivi. Ukitaka watu wakataliwe na Mungu na ile idea ulio nayo unataka waweze kupatikana. Ni kwa nini ilitenda hivyo? Maana Balaam alipoenda akatengeneza madhabahu 7. Na kwa kila madhabahu akaekelea ng'ombe 7, kondoo 7 na mbuzi 7 ili Mungu asikie. Mungu alikataa kafara za Balaam. Bwana asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. So alipoona makabara zake zimekataliwa, alifanya nini? What did he do? Alipoona makabara zake zimekataliwa, alifanya nini? Alienda akashauri Barak, kumwambia mshahara na utaka. Ete kendo keude, akapewa hiyo kitu, akule. Halafu akaambia Barak, fanya hivi. Anaambia vijana wa kwenu wakuje waoe wasichana wa Israeli. Na Mungu alikuwa amekataa intermarriage, kuoana na mataifa. Na wapendwa, hapa ndio shida kubwa iko. Kanisa wapendwa wameoana na mataifa. Ukikuta mcha Mungu murokore na mtu wa mataifa wanaongea language moja, wanaelewana, na yeye murokore ameokoka. Wakiongea those dirty thing, warokore wako ndani, wanaongea kama wao, wanawaza kama hao, wanafanya mambo kama hao. Wamenunuliwa na ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kama unafikia naongea uongo. Let me tell you the truth. Kanisa watu wengi wamenunuliwa na adui bila kujua. Kwa nini itakuwa hata kama uko kwa biashara, unaongea kama vile wanaongea, unatukanana vile wanatukanana, unafanya vitu vile wanafanya. Umeshanunuliwa na ulimwengu. Na ulimwengu utakupeleka mahali pabaya. Maana Biblia inasema ya kwamba Balaam aliponunuliwa, alisema nitawapea siri. Endeni mfanye intermarriage. Oeni wasichana wa Israeli. Na Waisraeli nao waoe kwenu. Na hiyo Mungu amekataa kitu inaitwa intermarriage ya taifa lake na mataifa. Kwa hivyo itafanya Mungu awachukie na watalaaniwa na Mungu wao. Bwana asifiwe sana. Look at that advice. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Angalia device hiyo ya mwenye haki. Mrokore anaenda na device muovu ili atafikia pasta wao. Kitaka kumkamata, najua mahali anakunyonga kachai. Enda uongee na huyo mengi anawekanga chai kwa thamos. Haende aweke kakitu pale na huyo pasta utafuata dakika hiyo hiyo. Imagine. Tunajua anakuranga mahali fulani. Anaenda unalipa hao watu wamalize huyo mtu. Ndiposa ukue sawa. That was the spirit of Barak. And Barak inawafuata. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Na wengine wanaombeana maombi ya uchawi, roho ya Balaam. Roho ya Balaam ya kutakia watu mabaya. Mtu anaombea mwingine ombi la uchawi kwa sababu unataka kitu fulani. Sikujuanga zamani kama vile watu wanatetea viti vya bunge na nini. Pia watu wanatetea viti vya kanisani. Unakuta ya kwamba kuna mtu amekaa mahali pale, unaona utaki akae pale sana. Unakuta unafanya kampeni mbaya na unatuma ombi la uchawi, linapiga huyo mtu, anaondoka pale ili ukalie. This is a spirit of Balaam operating in the world today. Na ndipo nasema roho ya Balaam ishindwe katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. What do you think uchawi duniani ulikuja kwa nini? Kwa nini watu walianza kurogana? Uchawi duniani ulikuja kwa sababu ni roho ya Balaam inafanya kazi. Roho ya kununua mtu ama kwenda kuuza mtu kwa mganga. Mtu anaenda anapeleka mtu kwa kioo cha mganga. Mganga anachukua kioo, anakwambia nini unataka? Ndio huyu atatokea hapa. Huyu atatokea hapo, kata na kidole hivi. Utakata ataenda hivi. What is the need of those things? Ni roho ya Balaam ya kuharibu mambo ambayo shetani anaitumia duniani kwa kumaliza one another. Useme roho ya Balaam ishindwe katika familia. Roho ya Balaam ishindwe katika familia zetu. Watu wanachukiana for nothing. They can pay even the evil people that they may destroy you. Na ninatangaza kwa jina la Yesu, kama kuna roho ya Balaam inakuvuta nyuma kwa maisha yako, ikitoa mishahara na sadaka za uovu uangamie, nimefutilia mbali hiyo sadaka kwa jina la Yesu. Haitaongea na haitafanya kazi kwa maisha yako in the name of Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. So tumeona the way of Balaam, the error of Balaam. Sasa tunaenda kuona hata mpaka Jude kitabu kile kiandika pale 11. Jude 1:11. Where is one book? Tusomee hiyo. Alionekana hao watu, yani hiyo roho ya Balaam ni mbaya.
mpaka Jude aliona. Hallelujah. The book of Jude, chapter 1 verses 11. Hallelujah. Roho ya mara mbaya inakanga kama mawingu ya kuangani. Unaona mawingu makubwa, unaiangalia ni ukaona kuna mawingu yanakimbia mbio. Hiyo haituliangi, ni mawingu haina mvua, meupe pe. Lakini kukimbia inakimbia kuangani kukimbia na haitawanyesha. Ni roho ya mbara. Bwana asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nasema haleluya. Ni mazao gani? Ni matunda gani unasalia Mungu? Because the spirit of Balaam imezuilia watu wasisae matunda ya pasao toba. Tuendelee ndugu. Ole wao kwa sababu walikwenda katika njia. No, wanaambia sasa walipofika pale, Jude alipoona alisema ole wao. Maana sasa watu wameshaiendea njia ya Balaam. Walikwenda katika njia ya Kaini. Yameenda katika njia ya Kaini. Na kulifuata kosa la Balaam. Na wakalifuata kosa la Balaam. Hiyo tumesema the error of Balaam. Walifuata kosa la Balaam. Wacha nikwambie vile matendo yalitendekea Balaam, hivyo ndivyo vinatendeka, italipwa hata kwa wale waovu wanafanya matendo ya Balaam. Wale wanafanya kosa la Balaam watalipwa lile ovu kama vile Balaam alilipwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah somebody. Amen. Mungu anataka abariki watu, lakini kuna mambo ambayo yanafuata yana similarity. Uliza mwenzako wewe similarity yako ni nani? Whom do you resemble? Bwana asifiwe sana. Yesu siku moja akageukia Wayahudi. Akamwambia nyinyi ni wa baba yenu Shaitani. Nyinyi ni wa baba yenu nani? Wakaanza kusema, wakasema kwa nini mtu anatukana? We are not the sons of the devil. He knows very well. We are the sons of Abraham. Sisi ni wana wa Ibrahim. Akamwambia mnani challenge. Hadi nyinyi ni wana wa Ibrahim. Kama mimi ni wana wa Ibrahim, kwa nini mnanipinga mimi? Na mimi kabla Abraham hajakuwa nilikuwepo. Bwana asifiwe sana. Halo. Nasema halo. Bwana asifiwe sana. Kabla Abraham hajakuwa nilikuwepo. Na hata Abraham alishangilia alipoona nyakati zangu zikikuja. Lakini mnasema ni Abraham na mnanipinga. Bwana asifiwe sana. Kaambia nyinyi sio Abraham, nyinyi ni baba yenu nani? You are of your father the devil. Bwana asifiwe sana. Why did Jesus say those things? Ni kwa sababu njia ya Abrahamu inajulikana, njia ya Mungu inajulikana, na njia ya shetani inajulikana. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. You know the truth will set you free. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. The truth will set you free. Free and you'll be free indeed. Wacha mambo mingi. Ukweli unaweka watu huru. Mimi akaina nimekaa katika wokovu, nitakwambia. Neno la Mungu alifai liongezwe chumvi nyingi ama liwekwe sukari nyingi ama lifanywe kitu fulani ili liwe tamu sana. No. The word of God is okay. It is settled in heaven forever. Useme amina. Huwezi kuliongezea, huwezi kufanya nini? Kulitoa ama kulipunguza. So what is needed of you? Kile kinahitajika kwako ni kufanya nini? Follow suit. Follow vile Mungu anataka. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Hata kama ni kitu unataka una kashai, yani una fedha, unahitaji Mungu akubariki fedha. Fuata njia ile iliyo ya ukweli. Na fedha utasipata na Mungu ataonekana. You don't need to do evil so that you may get money. Useme amina. Amen. Hallelujah. Amen. Naambia kwa watu kile kitu unakanga mundeni wake ndio kitakupeleka njiani. Kile kitu unaonanga kinakuvuta ulimi ndio itakata hiyo ulimi. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua mimi nimeokoka lakini sijaiona hii. Nimetaka nijenge nyumba hapa Nairobi sijajenga. Ni kama Mungu hayuko. Wacha nitoke kidogo nifanye nipate. Hiyo itakuwa hii. Ni tamaa uliona na itakumaliza. Wait upon God. God will never leave you astray. Na hata kuacha atakutetea. Hakuna mtu anasema nini. Unajua watu wote wanamulika dunia. Watu wanaangalia dunia. Watch out brethren. Dunia na vyote vijavyo ni mali ya nani? Ni mali ya nani? Tunaona? Ni mali ya Mungu. Wakati Mungu atakuwa baba yako semanga ni mali ya baba yangu ndio utaipata. Lakini mpaka sasa unajua ni mali ya Mungu. Ni kama yani huyo Mungu ni nani? Is it not your father?
You don't even to recall it how you get it. Dunia na vyote vijavyo ni mali ya babangu, Mungu wangu wa mbinguni. Lakini wewe bado unaona tu ni unasema ni mali ya Mungu. Bila umesoma. Kwani Mungu ni nani kwako? Who is God in your life? God, who is God in your life? Bwana unasahau, maana hajaikuwa baba kwako, mfanye kuwa baba. Make Elohim to be your father and you supply your needs. You meet your needs according to his riches in glory. Kuna watu walifanya hivyo na wakamuona huyu Mungu akitenda. Sema amina. Sasa Balamu kama ilikuwa mtu angeenda kuconsult the oracle. Yaani angeenda kuconsult Balaam. Ni kama mtu ana consult the oracle of Adonai. Balamu alihitaji pesa ya Balaki kweli? Wewe Bwana asifiwe sana. Nauliza wewe, Balamu alihitaji pesa ya Balaki? He did not need that money. He needed only to consult the oracle of Elohim. Na Elohim amwambie, wewe dhahabu na fedha ni zako, release to my life, na ataachilia atampatia. But what is misleading us ni ile tamaa tulio nao. Mimi nasema wameendea kosa la Balaam, wakaondokea njia ya ukweli. Rudia tena hapo pastor. 11. Ole wao kwa sababu walienda katika njia ya Kaini. Walienda kwa njia ya Kaini. Na kulifuata. Unaona njia ya Kaini ni gani? Atemaona ndugu yake amekubalika na sadaka yake, uwe ndugu yake niposa hiyo history isibaki. But let me tell you one thing. Nobody can kill you so that he may destroy your legacy. Wewe utakuwa na legacy ya juu, sema amina. They always say let us kill them. Let us kill them, they die without legacy. Utakuwa bila kuheshimiwa. You have a legacy, sema amina. So roho ya Kaini inafanyanga nini? Ina kill so that hiyo mtu asikuwe na hiyo legacy ya kwamba alitolea Mungu sadaka inakubalika. Lakini hata Kaini alipojaribu kuondoa hiyo legacy, mpaka leo si ninahitaja. Kaini alifanya vizuri na legacy yake imebaki in heaven and on earth even today. Sema amina. Amen. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa nini tunapoteza legacy? Ni kwa sababu tunaendea njia za waovu. Lakini hata ukiuawa when you are being right, you have a legacy. Si useme amen. Bwana asifiwe sana. Kuna heshima, kuna kitu utaheshimiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Now, tukitoka the way of Balaam na the era of Balaam, tunaingia the doctrine of Balaam. Yaani roho ya Balaam ni mbaya. Tuseme amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Roho ya Balaam ni roho mbaya. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni roho nini? Mbaya. Ni roho ambayo inaanza inaanzia na njia. Yaani njia hiyo yaani hiyo roho iliwekewa mipango, ikawekewa kwanza njia ya kuingia. Number 2, wakaingia into the era. Era ni makosa. The evil way ya hiyo njia kufanya, ya hiyo roho ya Balaam kufanya kazi. And finally, ilifika mahali ikakuwa doctrine of Balaam. Doctrine ya Balaam inafanya nini? Doctrine kumaanisha ni kitu sasa kimeanza kuadhimishwa mpaka kinafuatwa na watu. Sema amina. Amen. Nua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Doctrine yoyote ya mbara, ya uovu inaoniandama na inanifuata from generation ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa mpaka ya 10. Hivi leo nataka kuangusha hiyo doctrine. Haitanipiga, haitanilaani, haitanizuilia. Walio mbele yangu walifuata njia yake, wakafuata kosa lake na wakaifanya kuwa doctrine. Lakini mimi leo I uproot that doctrine. Itupe nje kwa moto katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. That kind of a doctrine is a dangerous doctrine. Suseme amen. It's a dangerous doctrine. Inafanya madhara, inafanya mateso, inavinya watu na kuangaisha. So now in the doctrine of Balaam ni kwamba sasa alianza kufundisha. Alimfundisha mbara njia za uovu. Can you imagine?
Ukitaka kuangusha huyu, huyu unamjua ina doubt. Ukitaka kumwangusha pitia hii njia, enda hii na hii na hii. Sasa imekuwa doctrine ya uovu, inafundishanwa. That is why you see witchcraft, it is something that imefika mahali sasa nekendogea utia ndewa. Sasa hiyo uchawi unaachianwa. Unakuta ya kwamba hiyo foundation iliwekwa njia yake, ikawekwa kosa lake, sasa imekuwa doctrine, imekuwa elimu ambayo inaweza kuachiwa mwingine. Lazima mfute hiyo mambo muyatoe jamani. Amen. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua nyinyi hamjui mambo ile naongea, lakini those people who have gone deeper, they understand what we are saying. Yes. Vitu nyingi zinatukura zimefanyika kuwa doctrine ya kwamba lazima ifanyike. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Hata unakuja kwamba mjijana akiolewa hata yule ameokoka, hata ameenda kijana anaenda kupeleka mahali, hata lazima baba aitise pombe, hata wazee wale wa muherega, hata pombe imwagwe chini kunywe na ngomi wale waliorara, ndipo sasa hiyo ndoa ibarikiwe. Ndoa yako inabarikiwa na watu waliokufa jamani. Now it has become a doctrine. Who are going to stop that doctrine? Maana hiyo doctrine inaenda ikiharibu na ikiharibu, na ikifanya maisha ya watu inakuwa na shida. Praise the Lord Jesus. Amen. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So madhara makubwa yamekalia ulimwengu because of a doctrine. Doctrine inaendelea mbele. Doctrine inaendelea kuwashinda. Sasa hizo mashini zinashinda. They are making noise more than doing something. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. So tunaona ya kwamba alifundisha Baraki wa Sibo vile atafanya Israeli watangamane katika hali ya intermarriage ili wapate kupata Waisraeli. Kumbuka Mungu alikuwa amesema Israeli ni taifa la kipekee, alifai kuoana na mataifa. Na hiyo rodio inakalia mpaka watu saa hii, maana ni doctrine inafuata. Unakuta mkutano wa kanisani hata penda aoleke na harusi ya kanisani. Unakuta anaingiliwa mpaka anapatikana, anaenda kuchukuliwa tu hivi kama kitu ambao hakina heshima. Ya msemi shaitani ashindwe. Mseme kwa nguvu. Unamshinda ashindwe, ni kama unapembeleza. Ushindwe ukimbembeleza. Ashindwe katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. That doctrine imeharibu kabisa. Unajua harusi, wakati Biblia inataja harusi, wakati wote tunafanya harusi, tunakumbushwa harusi ya mwana kondoo itakayotendeka mbinguni, ambao tunamwona bibi harusi vile bwana harusi atateremka kuja kumchukua bibi harusi. Ndio unaonanga kila wakati kama hiyo ndoa ni takatifu, inaitwa holy matrimony. Mungu anashuka pale katika hiyo gathering, anafanya agano na agano lile linakuwa la milele. Na ndipo acha nikwambie, mke wa agano anakuwa na agano, hata mume amtupe miaka 10 atamrudia tena, because there is a covenant. Amen. Ukisema amen ya maana. Amen. Sema amina. Amen. Hata kama yako kuweka agano saa hii tuko na kitabu tunaweza kuliniwa kwa ufanye agano, sema amina. Amen. Useme amen. Amen. Ufanye nini? Wewe ulitoka na sanduku hivi ukafuata ile desturi ya mama na baba vile walipita, unaweza rainisha mambo utokee kiarani. Useme amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Urainisha mambo yaingie sawa, sema amina. Amen. Ndipo wache kuambiwa uliipa ndoa. Watu wale wengi ni wale waliipa ndoa. Mliipa mahaba. Mahaba haifai kuipa. Mahaba ni kitu kizuri. Mahaba yanaitwa ni mapenzi. Mahaba kwa Kiswahili sanifu. Haifai kuibwa, unafaa upewe. Tuseme amina. Amen. Unakuja unapewa kwa heshima. Na unakuja unaambiwa sasa from leo umeaga ujana. Kama Maina hapa juzi aliaga ujana. Wakati tukamwombea neema ya kuondokea ujana, maana alikuwa amezoeana na ujana kabisa. Tuseme amen. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nilikuwa dangerous wakati nilioa, maana ilipindi nivunje agano la ujana ndiposa niweze kuingia kwa ubaba, maana hivyo haingewezekana. Agano nilikuwa nimeweka na Mungu la ujana lilikuwa kali ya kwamba singeonja na kufanya nini, hata uwezi kununua gari kama hujakudumisha hiyo takataka tu kufanya. Hiyo tuliondokea. Sasa kuna mtu anasema amen. Unataka kupea story na useme amen. Imeisha hiyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa hiyo ukisema hiyo mambo inaonekana kama sio doctrine, lakini doctrine ya mtu unaingia pale unachukuliwa kwa kando pale ya barabara. Kam unakam. Hiyo watu wameshaipokea na wakaifikia makofi sana. Hata kama umeoleka hivyo usijali, utarainisha na kule mbele.
Mpendwa wa Mungu, maneno ya Mungu misingi yake ni imara, ili usishindwe na zile doctrine ambazo zinapigana duniani. Ni lazima, nasema ni lazima uambie Mungu akusaidie uweze kufuata njia ile iliyo ya halali. Useme amen. Hallelujah. The doctrine ya Balaam ni kwamba to cause them practice adultery. Yani Balaam aliintroduce mpaka watu wafanyange mambo ya adultery. Watu waingie katika fornication and adultery. Wanaifanya. Imekuwa doctrine sasa. Na hiyo roho inapiga watu hata kanisani. Usipigie inapiga kule nje. Sana hata sasa inapiga kanisani. Unakuta kijana wa kanisani anaambiwa wewe utazeekea pale. Kamata mtu muende muone pale nje, halafu mkuje muingie kanisani. Na utakuwa safe. Ni doctrine ya Balaam. Hata Maina wakati alikuwa anaoa kuna mtu mmoja alitokea. Na ni wa kanisani maji. Akaambia Maina mnaweza kaa kwanza, halafu mtafanya hii harusi baadaye maana umelipa mali. Wewe akamwambia hai, kama mimi nimevumilia ujanani mpaka nikapita miaka 30. Sasa ndio nitakuja kukatwa na tamaa iniharibie. Siwezi. Hawait mpaka the day hapo nitapewa hiyo maapa officially. Sema amina. Amen. Hallelujah. Amen. Siupigie huyo kijana makofi. Unajua kushinda sio. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kushinda katika maisha sio rahisi. Inachukua Mungu. Sema amina. Amen. Na determination. How much are you dedicated to this God? So that uweze kushinda. Sema amina. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. That God himself would curse them. Yani anawapeana kwa adui ili Mungu awalaani. Bwana asifiwe sana. Amen. Na unakuta watu wanapitia shida. Kuna watu walikuwa na huduma kubwa walipokuwa karibu wanaingia kwa ndoa. Huduma zile ziliishia pale. Na walipoingia against the will of God, wameteseka. Unakuta hata yale mahaba ulikimbilia ili upewe ndo. Maisha. Unajua hata kisi ya waovu inakuanga hata na sauti kubwa sana. Hiyo ndio watu wanakimbilia. Sasa ingine naonanga hata unaambia Maina hapa, can you kiss the bride? Maina anaenda pale kama na kukisi anajificha tu. Hataki. Lakini kisi ya Mungu inaanguka kama rani. Maana ndani yake kuna ujaja. Bwana asifiwe sana. Wewe Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwani ni wewe umekamata, ukikamata unasema Mungu nisaidie. Useme amen. Sema Mungu nisaidie. Unaona sasa, sema vizuri. Sema Mungu nisaidie. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Doctrine inakula watu na inameza watu. Sema amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Enda ujisomee Numbers 25 from verses 1 to 9. Jisomee Numbers chapter 21. Numbers chapter 21 verses 8 to 16. Jisomee Numbers chapter 22 to 35. Tunaona the symbols of the false prophet. Yaani matokeo ya mtu anabiwa uongo, anayefanya mambo yasiyofaa. They walk yaani pale chini kwa hilo neno tunasoma katika in the book of pale Jude soma 12 hapo ukisoma inasema hivi, wao wamefananishwa na visima ambavyo havina maji. Bwana asifiwe sana. Amen. Hao watu wanakimbiana na hiyo roho ya bara. Hakuwa kanisani. Na unaweza sikia huyo mtu amekwambia, wewe fanya hivi. Wewe enda tu mkae halafu mtakuja mlini. Huyo ni kisima hakina maji. Anakupea ushauri ambao hauko. Number 2, they are cloud without water. Ni mawingu ambao hayana maji. Yanakimbianga mbiu kuangani. Wait. Yako safi lakini hailetaki kufua. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama mjawaona mpaka mtu anakuambia hii hata italeta matatizo. Hii hata ukifanya tu mambo yote itakuwa sawa. Bwana asifiwe sana. Mbele ya watu wanachukua ikiwa rahisi lakini sio rahisi. Sema amen. False teachers who are unprofitable. Number 2, they are false teachers ambao they are unprofitable. Hakuna kitu ataongea kitaleta matunda kwako. Hakuna kitu ataongea. Na ukienda kwa wale wanafanya hiyo kazi yote, enda kwa makanisa yao. Wakiaidia watu uongo, wanaidia watu mbingu na ile mbingu hayuko, wanaongea maneno mengi ya uongo. Nataka kukwambia hata wakiwa pale, it is funny. Unakuta hiyo makanisa unakuta watu wamejaa wakafurika. Lakini ukiuliza mtu pale anafanya nini, hakuna kitu unaona anasaidika. Baadaye wanatoka wakiwa wamelalamika.
Tumesumbuka na watu wamekaa kwa manyumba hapa hawakwenda makanisani, lakini walivunjiwa moyo katika hizo madhehebu. Kwa sababu tu alienda akatabiriwa, akaambiwa mwenye naona akikuroga ndio yako pale kando, ikawa sio hivyo, akaenda akatafuta akatoa vunjo na hakuna kitu kilitendeka. Wametanganyika. Wengine wanakimbia jioni usiku. Hata wengine wako kanisani hapa. Unakuta mtu amekataa kutosheka na utumishi wa apostle na prophet walio hapa. Anakimbia kwa manabii huko Jenga, anaenda Tasia, anaenda katafuta nabii huko akamwambia. Sasa hata ukiambiwa mambo yale unaambiwa, how will it benefit you? Mambo yale yatakubenefit namna gani? How will those things benefit you? Mambo yale yatakubenefit namna gani? Umeambiwa na hakuna kitu amefanya, na mengine ni uongo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Neno la Mungu alindanganyi. Neno la Mungu linaweka mtu huru na anakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. False teachers who cannot give water of life. Ni manabii wa uongo ambao hawezi peana maji ya uzima. Wao maana wana visima vikavu, watatoa maji wapi? Sema amina. Amen. They are dry wells. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumewaona wamekuja wakapita na mambo hiyo ikaishia hapo kwa sababu ya yale walifanya. The last thing, false teachers who promise liberty from the lust and the sinful, but themselves are not free. Watu waidia ya kwamba watakuweka huru, lakini wao ni watumwa. Sema amina. Ndio anakuambia kuja hapa nitakufungua, utakuwa huru, lakini yeye mwenyewe ni mtumwa. Ameshafungwa. He's already in yokes. Atakufungua namna gani? Wewe Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wewe haleluya. Amen. Leo unajua kuna watu mahali mtu umekamatwa. Ndio naona kuna nyamaza hivi. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani mtu ambaye hajaokoka atakwambia atakuokoa kuokoa namna gani? He promised liberty, mtawekwa huru na yeye mwenyewe hajaiwekwa huru. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wapendwa, kuna kibarua kikubwa sana cha kufanya. Bwana asifiwe sana. Amen. Nija hapo kata sasa. Tumalizie.